Moja pia kati ya taarifa kubwa katika wikendi hii ni kuhusu taarifa ya shambulizi la kombora la Urusi huko nchini Ukraine, ambako raia wengi wameweza kupoteza maisha na pia wengine wengi kubakia wakiwa majeruhi, ambako pia viongozi kutoka Ulaya lakini pia viongozi nchini humo wameweza kuishutumu Urusi kwa shambulizi baya katika nchi hiyo, ambapo taarifa muda huu ambayo imeweza kuripotiwa ni ya kuwa shambulizi hilo la kombora la Urusi katika mji wa Kryvyi Rih huko nchini Ukraine mnamo Aprili 4 limesababisha watu takriban 19 kuuawa, wakiwemo watoto 9, lakini pia kulingana na mamlaka ya eneo hilo imesema kuwa watu wengine takriban 74 wamebakia wakiwa majeruhi. Inakumbukwa vikosi vya Urusi viliripotiwa kufanya shambulio la pamoja la kombora na ndege zisizo na rubani kwenye jiji la Dnipropetrovsk jioni ya Ijumaa wiki hii na kuteketeza majengo katika wilaya za makazi nchini humo. Awali iliweza kuripotiwa ya kuwa watu takriban 68 waliweza kujeruhiwa katika mashambulizi ya kigaidi, yani kuanzia mtoto wa miezi mitatu hadi watu wazee. Oleksandr Velekol ambaye yeye ni mkuu wa utawala wa kijeshi wa Kryvyi Rih alisema hivyo siku ya Aprili 5 kuhusu mashambulizi hayo. Kulingana na Velekol, alisema watu takriban 40 wameweza kulazwa hospitalini kutokana na shambulizi hilo. Pia watoto wawili wenye umri wa miaka 5 na 8 wanaripotiwa kuwa katika hali mbaya. Pia imeelezwa kuwa madaktari bado wanapigania maisha yao na kutoa msaada wote muhimu kwa wagonjwa hao. Shambulio hilo limeripotiwa kuharibu majengo takriban 34 ya ghorofa na vifaa 6 vya elimu pamoja na maduka, biashara, magari na nyumba mbalimbali. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky aliweza kutoa maoni yake kuhusu shambulizi hilo ya kuwa mashambulio ya Urusi kila siku watu wanauawa. Kuna sababu moja tu inaendelea: Urusi haitaki kusitisha mapigano na wanaiona, ulimwengu wote unaiona. Kila ahadi ya Urusi inaisha kwa makombora au drones, mabomu au silaha. Diplomasia haimaanishi chochote kwao, na ndiyo sababu shinikizo linahitajika, shinikizo la kutosha kwa Urusi ili wahisi matokeo ya kila uongo wao, kila mgomo, kila siku wanachukua maisha na kuongeza muda wa vita. Zelensky pia aliweza kusema hayo baada ya shambulizi kubwa la Urusi ambalo pia limesababisha watu wengi kupoteza maisha huko nchini Ukraine katika weekend hii. Pia viongozi kadhaa kutoka Ulaya wameweza kulaani shambulizi hilo, ambapo makamu wa rais wa tume ya Umoja wa Ulaya anayefahamika kama Kaja Kallas aliweza kuandika kwenye jukwaa la kijamii la X ya kwamba shambulio lingine la kizembe la Urusi lilishambulia eneo la makazi lililojaa watu. Urusi inaendelea kuharibu Ukraine, haina nia ya amani, Kaja Kallas aliandika hivyo, huku pia akiliita shambulizi hilo la kusikitisha na la kinyama. Wizara ya ulinzi ya Urusi yenyewe pia iliweza kudai ya kuwa shambulizi hilo dhidi ya Kryvyi Rih iliweza kulenga mkutano wa kijeshi, ambako pia baadaye madai hayo wanajeshi wa Ukraine waliweza kuyakanusha ya kuwa ni habari za uongo kutoka Moscow. Kryvyi Rih ni mji ambao pia amezaliwa rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky, na bado pia mji huo huweza kulengwa na mashambulizi ya Urusi ya mara kwa mara tangu pia kuanza kwa vita hivyo. Zelensky pia siku ya jana aliweza kusema katika hotuba yake ya jioni ya kuwa Urusi lazima iwajibike kwa kila kitu ilichofanya. Mashindano ya kijeshi ya Urusi kwenye barabara, katika jiji la kawaida, katika eneo la makazi, na baada ya mgomo huo, mgomo wa ziada wa ndege zisizo na rubani, na mtu mwingine alifariki na wengine kujeruhiwa. Zelensky pia aliendelea kusema hivyo: tunahitaji kuwekea shinikizo huko, kwa kweli kuweka shinikizo. Usipoteze wakati kwa mazungumzo matupu,
kumaliza vita hivi. Zelensky pia aliweza kuzungumza hivyo wakati pia habari nyingi zikiendelea kuzungumzwa kuhusu mashambulizi ya Urusi katika mji wa Kryvyi huko nchini Ukraine. Inakumbukwa Marekani na Ukraine zilikubaliana kusitisha mapigano hayo kamili Machi 11 mwaka huu, lakini Urusi ilidaiwa kuyakataa na badala yake Ukraine, Urusi na Marekani zilikubaliana mnamo Machi 25 kwa mapatano ya nusu yanayohusu miundombinu ya nishati na Bahari Nyeusi. Hata hivyo, Kremlin imezuia usitishaji vita kwa sehemu, pia ikisema ya kwamba mapatano ya Bahari Nyeusi yataanza kutekelezwa baada ya baadhi ya vikwazo dhidi ya Urusi kuondolewa, ambako pia Urusi na Ukraine zimeshutumiana kila mmoja kwa kukiuka marufuku ya mgomo wa miundombinu ya nishati katika nchi hizo.